بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Naam, karibuni ndugu zangu katika majlisi yetu ya ilmu. Leo bimashiatillahi taala tunaendelea na somo letu la usulul fiqhi katika kitabu Matnul Warqat ya al-Imam al-Juhayni rahimahullahu taala, na tuliishia katika taarif bi baadhi mustalahati ilmi al-usul. Leo tunaendelea na abwabu usul al-fiqh, milango inayoelezea usul fiqh, milango ya usul fiqh. Anasema wa min abwabi usul al-fiqh aqsami na miongoni mwa milango ya usuli fiqhi ni imegawanyika au ni vigawanyo. Kwanza kuna alkalamu, maneno, wal amru, na kuna amri, wa nahyi na katazo, wal am na am, wal khas na khas, wal mujmal, wal mubayyanu na wal dhahiru, wal muawwilu, wal af'al, wal nasikh, wal mansukh, wal ijma'u, wal akhbar, wal qiyas, wal hadru, wal ibaha, wa tartibu al adillati, wa sifatu al mufti wal mustafti, wa ahkami al mujtahidin. Hii ndiyo milango ya usul fiqh. Inaweza ikaja katika vitabu vingine kwa misamiati ya maneno mengine, lakini yenye maana kama hii yenye kufanana na haya. Kwa hiyo biidhnillah, kifuatacho sasa ni ufafanuzi kimukhtasari, sio ule wa kina, lakini kimukhtasari kuhusiana na hii milango. Twende kazi. Sema kwanza tunapata al-amru. Amru manake ni amri, sawa. Kwanza ni amri. Al-kalam, sole hapo ameanza kwanza al-kalam, maneno manake katika elimu hii ya usuli bimaana kinachokusudiwa maneno kama alivyokuja katika lugha ya Kiarabu, manake inahitajika ujue lugha ya Kiarabu kama ilivyokuwa maneno na vigawanyiko vyake, tutajua katika mlango unaofuata katika ufafanuzi. Kwa maneno hapo yanakusudiwa manake ni lugha ya Kiarabu. Wal amru, na amri manake ni amri ambayo ni khitabu ya Allah, khitabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amri inayotoka katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa nahyu, na nahi manake katazo limetoka katika Qur'ani na sunna ya Mtume au sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal am, naam manake iliyoenea, zile bimaana katika Qur'ani, katika sunna ya Mtume kuna maneno ambayo yanakuja am, yanaelezea manake kwa jumla ya watu, manake kama ni ima ni neno au inaweza ikawa ni herufi inawakilisha ule wingi wa wale wanaokusudiwa, inaitwa am, manake imekusanya. Kama mfano useme al-insan, jina ni la insani mufradi, lakini ile jinsi yake ni am, lakini ni jinsi ni am kwa sababu ni ubinadamu, kila anaisifika na sifa ya ubinadamu na zinginezo katika sifa za am. Wal khas, na khas manake inahusiana na mahususi. Khas manake am, manake ile ni mujmal, imekusanya, lakini khas ni ile kama tusema tafsiri, bitafsiri. Haya, wal mujmal, na hiyo mujmal ndio tumeisema hapo, kijumla manake. Haya, hiyo al-mujmal wal mubayyin wal dhahiru wal muawwil
Kwa mfano hiyo almujmalu walmujmalu, sawa, hii ni tunasema lafdhu isiyoeleweka maana yake ipasavyo mpaka ifafanuliwe. Na kwa ufafanuzi wake ni inasema haiwezi kutekelezwa kabla ya kubainishwa, yani huhitaji mubayyin. Mujmalu kinyume chake mubayyin, sawa. Mfano wake tunaweza kusema wa aqimu swalata, nasimamisheni swala, sawa. Namna swala haijanasibishwa hapa, namna ya swala ile, namna ile utekelezaji wake haijanasibishwa. Haya, wal mubayyin, mubayyinu manake lafdhu au dalili iliyokuja kufafanua mujmal. Unaona, ufafanuzi manake huondoa utata, yani huja kwa Qur'ani au Sunna. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mnavyoniona mimi nikiswali, au kama mnavyoniona mimi nikiswali. Amebainisha mujmali ya swala. Umeona? Haya, wa dhahiru, dhahiru manake ni maana iliyo wazi. Wal muawwil, muawwil manake dalili iliyogeuzwa. Dhahiri manake dhahiri iliyogeuzwa kwa dalili, imefanywa taawili, sawa. Wal af'al, af'ali manake inachokusudiwa hapo ni matendo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa nasikh manake hii nasikh manake iliyofutwa. Wal mansukh manake iliyofuta. Wal ijma', wal ijma' manake ni makubaliano yale ya wanazuoni, inaitwa ijma'. Wal akhbar, na akhbari manake taarifa, si amri. Habari manake ni taarifa, kama vile inavyokuwa katika ukisoma katika elimu ya mustalah wal hadith, elimu ya hadithi, hadithi zote ni habari, lakini si kila habari hadithi, sawa. Kwa hiyo habari ni taarifa, si amri wala si nahi, sio katazo, sawa. Wal qiyas, na qiyas, qiyas manake kuliambatanisha jambo kwa mujibu wa wanachuoni, manake kupima majambo kielimu. Wal hadru, na hadru manake ni katazo. Wal ibaha, na ibaha manake ni hiari. Wa tartibul adilla, na mpangilio wa dalili. Wa sifatul mufti, na sifa za mufti. Wal mustafti, na yule mustafti manake yule anayekwenda kutaka fatwa kwa mufti, anaitwa mustafti. Mufti mtoa fatwa, mustafti yule anayetaka fatawa. Wa ahkami almujtahidin, na hukumu za mwenye kujitahidi, ambaye ni nani? Huyo ndo anaweza kawa mufti mwenyewe mwenye kujitahidi. Manake kujitahidi manake daraja ya juu kabisa katika watu wa fatwa, katika ulama wataji wa fatawa. Kwa hiyo kwa leo biidhnillah tumeishia hapo kuzielezea kidogo hizi kwamba milango ya usuli ambayo ndio itafafanuliwa kwenye kitabu hichi kama ilivyokuja hapo tumeanza, na kisomo litakayofuata kuja kufafanua mlango mmoja baada ya mwingine biidhnillah taala. Kwa hiyo cha muhimu usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment na kutuombea dua. Barakallahu fik.